Kutoka Afrika Kusini, Tyla amezidi kudhihirisha hadhi yake kama gwiji wa mitindo baada ya kuonekana akivutia sana katika hafla ya Met Gala ya mwaka 2026 kwa maana 2026. Hasa hii ni baada ya kutikisa ulimwengu mwaka 2024 na gauni lake la mchanga lililotengenezwa na Balmain. Na safari hii Tyla amerejea kwenye zulia jekundu kwa maana red carpet, akiwa na muonekano uliolenga kuakisi maudhui ya mwaka huu ambayo ni fashion is art, yani mtindo ni sanaa. Sasa katika hafla hii ya kifahari, Tyla alionekana akiwa amevaa vazi lililobuniwa kwa ustadi mkubwa ambalo lilionyesha uhusiano wa kipekee kati ya mwili wa binadamu na kazi yake ya sanaa. Akizungumza na wanahabari Emma Chamberlain kwenye zulia jekundu, Tyla alieleza kuwa muonekano wake ulilenga kuleta kitu cha utofauti na chenye asili ya kipekee, akisisitiza kuwa mchakato wa kuandaa vazi hilo lilichukua muda mrefu ili kuhakikisha tu kila undani unalingana na mandhari ya maonyesho ya custom art. Tyla ambaye anajulikana kwa wimbo wake maarufu wa Water hakuishia tu kwenye vazi, bali pia aliongeza nakshi za kipekee kwenye urembo wake kwa maana makeup ambao uliodhaminiwa na Pat McGrath na mtindo wake wa nywele ulioratibiwa na Joseph Williams. Sasa muonekano wake uliunganisha urembo wa asili wa Kiafrika na sanaa ya kisasa, jambo lililomfanya kuwa mmoja wa wasanii waliozungukwa zaidi usiku huo pembeni mwa mastaa wengine kama Beyonce, Nicole Kidman pamoja na Rihanna. Sasa uwepo wa Tyla kwenye Met Gala 2026 unathibitisha kuwa yeye si mgeni tena kwenye majukwaa makubwa ya kimataifa. Kuanzia ushindi wake wa tuzo za Grammy hadi kuwa kipenzi cha wabunifu wakubwa, mwimbaji huyu mwenye umri wa miaka 24 anaendelea kutumia sanaa yake na kuitangaza vyema Afrika Kusini na bara zima la Afrika kwa ujumla katika ramani ya dunia. Story imeandikwa na Next Moko, Voice of Siraji, na hii ni Makini Media. Kuwa makini.